Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji wangu, kwa dakika chache umetoka kusikiliza shuhuda ambayo ni sehemu ya kwanza ya kile ambacho Mungu amefanya na anaendelea kufanya. Najua Mungu wetu ni yule jana, leo na hata milele. Umesikiza shuhuda za huyo aliyepata tatizo takriban miaka 14 na akiwa hawezi, anajisaidia hapo hapo, kila kitu kinafanyika hapo hapo. Lakini baada ya kusikiliza maneno ya Mungu na mahubiri tunaendelea kwenye redio, Mungu amemtoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nikutake fuatilia katika YouTube ili upate sehemu hii ambayo umesikia kwa muda huu. Alafu Jumamosi nyingine tena tutakuwekea pati ya pili mpaka dakika ya mwisho ili upate kujua kwamba Mungu wetu yuko hai. Kama alifanya kwa Gabriel, kwa huyo John ambaye amekaa miaka 14 kitandani, na pia anaweza akafanya kwako. Ni mtu ambaye kwa kweli inasikitisha, inahuzunisha, lakini bado ni neema ya Mungu imeweza kumsaidia na kumlinda na kumhifadhi hata kufikia muda sahihi ambayo Mungu alikusudia kuweza kumnyanyua pamoja na kumsimamisha katika matendo yake makuu. Nikusii sana, ingia kwenye YouTube Josephat Madaraka, utapata sehemu ya shuhuda, lakini mafundisho kadha wa kadha. Lakini pia namba za simu umepewa za kuweza kuwasiliana na mimi moja kwa moja kwa ajili ya maelekezo, maombi, hata ushauri kwa kile ambacho unapitia, ili kusudi Mungu apate kuingilia kati. Na kwa siku ya leo ningependa kukushirikisha somo jipya. Nimekuambia Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa sawasawa ni Mithali 12:1, anasema kwa sababu umependa mafundisho umependa maarifa. Haisemi watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maombi, wala kwa kukosa jina la Yesu, wala damu ya Yesu. Maarifa ni prosesi unayoipata katika darasa la kujifunza. Na nimesema mafundisho yanawafaa wote. Yanafaa mtu ambaye anaamini na mtu ambaye haamini. Yote yanawafaa, maana kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa. Kwa hiyo kwa hichi ambacho tutakuwa tunafundisha, maana yake tunaamini wote wananufaika katika hichi. Sio issue ya dini, bali ni issue ya wale ambao wanataka kwenda mbali katika neema hii ya wokovu ambaye Mungu amewajalia. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, hii ni siku nzuri tena ambayo umetujalia. Tunakushukuru kwa sababu kila siku wewe ni mwema. Sante kwa mazingira haya tena ambayo tumeyabadilisha kwa damu yako kuwa madhabahu yako. Na asante kwa huduma ya malaika wako ambao wanaingia kazini kwa ajili ya kulipeperusha neno lako na kulifanya kuenea, na sio tu kuenea, kushinda katika kila upinzani na kila vikwazo, popote pale ambapo mpenzi msikilizaji wangu yupo. Inajua neno lako nalipeleka kwa nguvu ya malaika na kwa mkono wa malaika katika miji ya watu, katika taasisi, katika ofisi, katika nyumba, mahali pote katika mji huu. Neno lako linasambaa kwa namna na kwa jinsi ambavyo linakwenda kufanya yale ambayo ulikusudia kwa utukufu wako. Sante kwa hii neema ya pekee ya kufundisha na kufundishika ambayo umeiachilia juu yetu kwa saa hii kwa utukufu wako. Roho Mtakatifu, chukua nafasi sasa. Mji ni wako. Hawa watu walioinamisha vichwa vyao kwa ajili ya kuomba ni watu wako. Fanya kile ambacho umekusudia kwenye maisha yao. Mtukuze Yesu ndani ya maisha yao. Mdhihirishe Yesu ndani ya maisha yao. Mfunue Yesu ndani ya maisha yao. Wasaidie na kuwawezesha. Wape macho ya kuona, wape masikio ya kusikia, na wape moyo wa kujua, katika jina la Yesu Kristo. Sante kwa sababu tumejitiisha chini ya neema na chini ya mkono wako. Utukufu ni wako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Leo nataka tuangalie eneo moja pia ambalo ni muhimu katika maisha yetu, ambayo nimelipa kichwa cha somo kinachosema namna ya kumtambua mwenye nguvu. Namna ya kumtambua mwenye nguvu
anayetawala katika mazingira yako na namna ya kumshinda. Namna ya kumtambua mwenye nguvu anayetawala katika mazingira yako na namna ya kumshinda. Mstari tunaokwenda kusimamia ni ule mstari wa Luka sura ya 11. Luka mtakatifu sura ya 11, ule mstari wa 21 hadi 22. Mstari wa 21 hadi mstari wa 22. Ndipo ujumbe wetu unakwenda kujikita hapo. Biblia inasema, mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kuyagawanya mateka yake. Ili ni somo muhimu au ni ujumbe muhimu kwa kila mtu anayetaka kwenda mbali. Lengo kubwa la somo hili ni kwamba kumtambua au kumfahamu au kuelewa kwamba huyu anayetawala ni wa aina gani. Lakini pia inakupa mbinu ya namna ya kumshinda ili upate kutawala badala yake. Na kabla sijaingia mbali zaidi katika sehemu ya kwanza ya somo hili, ningependa ufahamu kitu kimoja, kwamba lengo kubwa la Mungu kumuumba mwanadamu, kusudi kubwa la Mungu kumuumba mwanadamu, ilikuwa ni mwanadamu apate kutawala na kumiliki uumbaji ambayo Mungu alikuwa ameweka kwa ajili yake. Narudia tena. Lengo kubwa la Mungu kumuumba mwanadamu ilikuwa ni mwanadamu atembee kama mmiliki na mtawala katika uumbaji ambayo Mungu aliufanya kwa ajili ya mwanadamu. Na jambo hili unalipata kwenye kitabu cha Mwanzo 1, ule mstari wa 26. Mwanzo 1 mstari wa 26. Biblia inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote, pia na kile chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote, pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Kwa hiyo unaona makusudi ya Mungu kuniumba mimi na wewe ni ili tupate kusimama kama watawala. Ndiyo kusudio la Mungu ambalo halijabadilika mpaka sasa. Ndio maana unaona baada ya kitendo cha Adam na Hawa kukosea, moja kati ya kitu alichopoteza ulikuwa ni utawala. Lakini unaona katika Ufunuo 5:9, Mungu kupitia damu yake anaiachilia ili kuturudisha katika eneo zima la utawala. Kwa hiyo mwanadamu ni kiumbe wa utawala.
mwanadamu ameweka kama mtawala. Sasa anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Usipojua mistari hii ya mfano na sura ya Mungu, sio rahisi kutembea katika kusudi ambalo Mungu amelikusudia kwa kumuumba mtu. Anapozungumzia mfano wake, mfano wa Mungu, anazungumzia asili ya Mungu ndani ya mtu, anazungumzia tabia ya Mungu ndani ya mtu, anazungumzia utukufu wa Mungu ndani ya mtu. Kwa lugha nyingine, anazungumzia vile vinavyomfanya Mungu awe Mungu. Mungu ameviweka ndani, maana yake amejiwekeza ndani ya mtu. Tunaposema mfano, tunamaanisha tabia yake, tunamaanisha asili yake, tunamaanisha nguvu yake, tunamaanisha utukufu wake. Na tunaposema sura, sio hii ya kuonekana kama tunavyofikiria kuonekana. Anapozungumzia sura, anazungumzia the way he functions, namna anavyofanya kazi, namna anavyofanya kazi. Kwa hiyo Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Maana yake asili yake Mungu akaweka, maana yake tabia zake Mungu akaweka ndani ya mtu, maana yake utukufu wake Mungu akaweka ndani ya mtu, maana yake vile vinavyomfanya Mungu awe Mungu na asimame kama mtawala, Mungu aliviwekeza ndani ili apate kusimama kama mtawala kupitia huyu mtu ambaye amemweka kama mwakilishi wa serikali ya haki hapa duniani. Lakini pia akaweka ndani yake sura, maana yake namna Mungu anavyofanya kazi, namna Mungu anavyofanya kazi, namna Mungu anavyofanya kazi. Sasa tunaangalia ule mstari, anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Kwa hiyo sura na mfano wa Mungu inatupa kutawala, inatupa kusimama kama wamiliki, inatupa kusimama kama watu wenye maamuzi ya mwisho katika dunia hii na katika nchi hii. Ndio maana katika Ufunuo 5:9 anasema kwa damu ya Yesu tumefanyika kuwa makuhani na wafalme, nasi tunamiliki juu ya nchi. Kwa hiyo unaona lengo la Mungu linabakia pale pale, ya kwamba Mungu amemweka mwanadamu apate kusimama kama mtawala, apate kusimama kama mtawala. Tumeona maeneo ambayo Mungu ameamua mwanadamu atawale. Tumeona ndege wangani huko juu, tumeona majini, tumeona ardhini, tumeona angani. Yote ni maeneo ambayo yako chini ya umiliki na utawala wa mtu anapokuwa hapa duniani. Kwa hiyo unaposema ya kwamba nimeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, maana yake ni kwamba tunataka tuone udhihirisho wa utawala wako kwenye maeneo unayoishi, kwenye shughuli unazofanya, kwenye kazi unazofanya, kwa sababu sura na mfano wa Mungu ni udhihirisho wa namna unavyotawala na namna unavyomiliki na namna unavyokuwa na usemi wa mwisho katika mambo mbalimbali unayokutana nayo na unayokabiliana nayo na unayoishi, yawe ni kwenye mazingira ya kazi, yawe ni kwenye mazingira ya biashara, yawe ni kwenye mazingira ya huduma, yawe ni kwenye mazingira ya taasisi. Kwenye hali yoyote unayoishi, mojawapo ya kuonyesha ya kwamba unatembea katika sura na mfano wa Mungu ni pale ambapo tunaona unakuwa na usemi wa mwisho, unakuwa ni mtawala, unakuwa ni mmiliki, unaweza kutembea kwenye asili na mabadiliko ya maisha ya watu. Utatembea kwenye mabadiliko ya maisha ya watu, utatembea kwenye mabadiliko na uelekeo wa maisha ya watu. Mpenzi msikilizaji, usisahau vita tulivyo navyo na shetani, hivi ambavyo anapigwa kila siku, hivi ambavyo anavunjwa kila siku. Lazima ujue vinalenga nini. Hatupigani tu na shetani kwa sababu tunapigana na shetani. Hatupigani na shetani kwa sababu tumeambiwa tu tuvunje na kuharibu. Hatupigani na shetani kwa sababu tunahisi tu ananyemelea shughuli zetu. Tunapingana na shetani kwa sababu tunataka au inaamriwa nani atawale. Sehemu kubwa ya mapambano ya mwanadamu na shetani ni nani atawale.
nani atawale nchi, nani atawale mkoa, nani atawale taasisi, nani atawale mtaa, nani atawale kanisa, nani atawale biashara, nani atawale ulimwengu wa roho. Ni nani awe mtawala au awe na usemi wa mwisho katika eneo. Huo ndio ugomvi mkubwa sana ambao kanisa linapaswa lijue, kwamba atupigane na shetani kwa lengo tu kwa sababu tumeambiwa tupigane naye. Ili weje? Ni ili tutawale. Ili weje? Ni ili tumiliki. Ili weje? Ni ili tusimame kama waamuzi wa mwisho juu ya hali na mazingira tulio nayo. Na huo uwezo tumeupata kupitia damu ya Yesu, ambayo katika hiyo damu imetupa nafasi ya kusimama kama wafalme na makuhani, nasi tunamiliki juu ya nchi. Mpenzi msikilizaji wangu, ni lazima ujue makusudi ya Mungu ya kukuokoa, makusudi ya Mungu ya kukukomboa, makusudi ya Mungu ya kukufanya kuwa mtoto wake ni ili usimame kama mtawala. Udhihirisho wa sura na mfano wa Mungu uko kwenye utawala, uko kwenye umiliki, hauko kwenye dini, hauko kwenye dhehebu, hauko kwenye domination yoyote ile. Uko kwenye kusudi la Mungu ambalo Mungu amekusudia katikati ya maisha yetu. Mpenzi msikilizaji, unaweza ukatumikia shauri la dini lakini lisikupe kutawala. Unaweza ukatumikia shauri la wazee lisikupe kutawala. Wale wanaojua kusudi la Mungu kwa kuangalia Biblia inasemaje, ndio wanaojua namna na jinsi ya kutembea kama watawala. Hao ndio tutaona mabadiliko katika kazi, mabadiliko katika biashara, mabadiliko katika taasisi, mabadiliko katika dini, mabadiliko katika wilaya, mabadiliko katika mkoa, mabadiliko katika taifa. Kufanyika wafalme na makuhani ni utawala kwenye ulimwengu wa roho ambao Mungu anatupa ili kutengeneza uelekeo wa vitu mbalimbali vinavyoelekea, vitu mbalimbali ambavyo vinashikilia maisha na hatima za watu. Mpenzi msikilizaji, usisahau vita vyetu na shetani. Ni nani atawale? Vita vyetu na shetani sio dini itawale, sio dhehebu litawale. Ni nani atawale? Na utawala ndio unaodhihirisha ya kwamba huyu mtu anatembea katika sura na mfano wa Mungu. Tumeangalia kwa mfano kwenye hile Luka 11, Luka 11 ule mstari wa 21 hadi 22. Ule mstari wa 21 anasema, mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake alindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa nazo akizitegemea na kuyagawanya mateka. Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha, huyu ni mwenye nguvu. Na sio tu kwamba yupo mwenye nguvu, lakini ana silaha. Sasa wengi tunaposoma silaha, mara nyingi unaweza ukafikiria ni mabomu au ni milipuko kadha wa kadha. Huo ni mtazamo wa aina moja. Lakini unaposoma Biblia, unapoangalia silaha ambazo adui anatumia, ambaye nimempa jina la mwenye nguvu, ana silaha nyingi anazotumia. Kwa hiyo inaonekana huyu ni mtu ambaye amejifunga silaha zake, anaziamini silaha zake, anazitegemea silaha zake, anazitumainia silaha zake. Ili apate kuwadhuru na kuwashambulia watu, ni lazima atumie silaha. Sasa kuna silaha za mwenye nguvu ambazo ni silaha za mauti, ambazo ni silaha za magonjwa, ambazo ni silaha za umaskini, ambazo ni silaha za kudhurumu, ambazo ni silaha za kupoteza furaha kwa watu, ambazo ni silaha za kuonewa bila sababu, ambazo ni silaha za makwazo, ambazo ni silaha za matusi. Unasikia tu unatukanwa,
unasikia tu unadhulumiwa, unasikia tu unaonewa. Si watu wengi wanajua ya kwamba wanapopita kwenye mazingira namna hiyo, kuna mtu mwenye nguvu ambaye anatawala mazingira, anatawala maisha yake, anatawala taasisi hiyo, anatawala kazi yake, na kazi yake kubwa ni kuhakikisha anaachilia madhara ya hizi silaha, ili watu wasiishi kwenye furaha, ili watu wasiishi kwenye amani, ili watu waishi kwenye magonjwa, ili watu waishi kwenye kukosa furaha. Ziko silaha tofauti tofauti ambazo huyu mwenye nguvu anazo kwa lengo la kutowesha furaha, kwa lengo la kupoteza, na kwa lengo la kuleta habari mbaya. Wewe mwenyewe shahidi, maisha yako siku zote ni maisha ya habari mbaya tu. Wewe mwenyewe ni shahidi, kila siku ni mtu wa kupoteza. Unajitahidi kukusanya, lakini unashangaa unapoteza. Unapoteza katika biashara, unapoteza katika mitaji, unapoteza katika mahusiano. Wewe mwenyewe ni shahidi, umekuwa ni wa kuonewa, kila siku ni wa kuonewa na kusingiziwa. Kuna vitu vingine hata hujafanya, wanakusingizia tu wewe, wanakuonea tu wewe. Hizo ni silaha za adui anazoziachilia kwa ajili ya uharibifu wa maisha yako. Lakini kuna silaha za makwazo. Kila wakati vinakuja vipingamizi ili uanguke, vinakuja vikwazo ili ukwame, vinakuja vizuizi ili uanguke, na wewe hujajua ni mojawapo ya silaha ambayo mwenye nguvu anayo kwa ajili ya kukukwamisha. Wewe mwenyewe ni shahidi ya kwamba maisha yako sio maisha ya amani, sio maisha ya furaha. Kila wakati unajitahidi kuinuka, unashangaa umegandamizwa. Unajitahidi kuwa na furaha, unashangaa inakuja matukio yanayokukosesha furaha. Wewe mwenyewe ni shahidi, hayo ndio maisha yako unayoishi, lakini hujui ya kwamba kwenye mazingira ya kwenye maisha yako kuna mtu anaitwa mwenye nguvu, kuna roho inaitwa mwenye nguvu ambayo kazi yake ni kuhakikisha ya kwamba haufurahii amani. Wewe ni mtu wa magonjwa, wewe ni mtu wa umasikini, wewe ni mtu wa kudhulumiwa. Kila kitu ukifanya wewe ni kudhulumiwa. Wewe unadhulumiwa tu. Iwe ni dili umeingia na mtu, unadhulumiwa tu. Iwe ni biashara umefanya, unashangaa pesa zako tu ndio zinapotea, haki yako tu ndio inapotea. Lazima ujue kuna yule mwenye nguvu aliyejifunga silaha ili kusudi apate kuhakikisha ya kwamba wewe haufaidi, hauendelei, hausongi mbele, na wala hauishi katika maisha yale ambayo Mungu anataka hauishi. Leo ningependa nikushirikishe ya kwamba kama Mkristo usipojua kujihusisha katika kumshughulikia mwenye nguvu kwenye maisha yako, kumshughulikia anayetawala katika mtaa wako, kumshughulikia yeye anayemiliki katika biashara yako, huwe na uhakika sio rahisi kufaidi. Hutaona matukio yoyote ya furaha na wala hutaenda mbali kwa namna yoyote. Tunamuita mwenye nguvu ni shetani. Tunamuita mwenye nguvu ni shetani. Yeye ndiyo mwenye nguvu. Yeye ndiye anayetawala mifumo ya ulimwengu huu. Yeye ndiye anayetawala mifumo ya uchumi, mifumo ya siasa, bila kupambana na mwenye nguvu, bila kushindana na mwenye nguvu. Alijua asipomshinda, huduma yake na utumishi wake hauwezi ukafika mbali. Huduma yake na utumishi wake hauwezi kafika mbali. Kwa nini? Anapambana na mwenye nguvu ambaye ana njia tofauti tofauti nitakazozieleza ili upate kumtambua na ili upate kumshinda. Mungu anapotuletea somo la namna hii, anataka tuvuke, anataka twende mbali, anataka tuvuke twende kwa viwango vingine. Si Wakristo wengi wanajihusisha katika ishu ya vita vya kiroho. Wengi utasikia wanasema ya kale yamepita, yamekuwa mapya, lakini unapochungulia maisha yao unaona yako vile vile. Hauoni progressive yoyote, hauoni kwenda mbele. Unaona vitu vimesimama. Atakaa na bweteka, anafikiria vitafanyika. No, vitu vinasababishwa. Ni lazima usimame kwa nafasi ili upate kudai haki yako,
kwa njia ya mapambano na mashindano kwenye ulimwengu wa roho, ili kutengeneza ushindi ule ambaye Kristo alikusudia. Kama Yesu alipambana na adui na akamshinda katika kila eneo, ndipo tukaona huduma ya Yesu wa miaka 3 na miezi 6 imetoa matokeo mpaka sasa. Huyo ndio menta wetu, huyo ndio mfuasi wetu, huyo ndio tunayemtegemea kwa kuangalia hatua zake. Wewe ni nani? Usisimame katika hatua za Yesu ili kusudi upate kutembea kwenye maisha yanayosonga mbele na yanayokwenda. Mkristo asiyejihusisha katika mapambano katika roho au mapambano ya ulimwengu wa roho, kuna vitu havitaenda, kuna vitu havitasogea, kuna huduma hazitaenda, kuna huduma hazitasogea, kuna taasisi hazitaenda, kuna taasisi hazitasogea, kwa sababu yeye yupo kwa ajili ya kupinga, yeye yupo kwa ajili ya kuzuia. Ndio maana sehemu ya kwanza ya huduma hii na somo hili ni kukuandaa ili usimame katika kila ambacho Mungu anakusudia. Moja kati ya kitu kinachosikitisha ni Wakristo kuto kujua sehemu ya maombi na sehemu ya vita vya kiroho katika maisha yao ya kila siku, na hiyo wanaweka pembeni, na hiyo wanaweka pembeni. Baada ya muda unakuta ni matokeo na vimatukio yasiyo katika wala matukio yasiyoacha. Mpenzi msikilizaji wangu, bila vita vya kiroho sio rahisi kwenda mbele kumiliki fursa anazokupa Mungu. Bila vita vya kiroho sio rahisi kwenda mbele na kumiliki fursa anazokupa Mungu. Unaposoma kwenye Wakorintho wa kwanza 16:8-9, Paulo anasema, nimefunguliwa mlango wa kufaa sana, lakini wanaonipinga ni wengi. Ni Mungu amefungua mlango, lakini kuna wapinzani. Ni mlango uliofunguliwa na Mungu, lakini upinzani upo. Maana yake adui anakuzuia usiingie kwenye fursa zako. Sasa hujihusishi kwenye mashindano na kwenye mapambano kwa jinsi ya ulimwengu wa roho. Wewe mwenyewe unaona ni mlango wa baraka, ni mlango wa kuinuka, ni mlango wa mafanikio, lakini kwenye malango yaliyofunguliwa hayo adui yupo. Lazima usimame kwa mamlaka na lazima usimame kwa jina la Yesu Kristo, kupambana ili upate kuingia katika hatima yako. We mwenyewe ni shahidi, pamoja na kwamba Mungu alishawapatia Kanaani wana wa Israeli, lakini ukisoma kuanzia wamevuka Yordani mpaka wanafika kwenye nchi ya ahadi, walipambana na wafalme 31. Kila urithi wa mtu aliokoka una vita, una maadui wamezunguka, una upinzani. Hautapata kwa kubweteka, ni lazima usimame kwa miguu yako, kushindana siku ya uovu, alafu kusimama. Nimekwambia katika mambo ya fursa Mungu anaachilia, lakini upinzani unakuwa hapo katika eneo zima ambalo Mungu anakusudia. Biblia inasema pia, bila vita vya kiroho huwezi kupokea chochote kutoka kwa Bwana. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Kwa hiyo ujue, mimi na wewe hatuwezi tukabweteka kukaa na kusubiri. Lazima tukisha jua hii ni haki yetu, tusimame kwenye maombi, kudai, kupambana, kushindana na kumiliki kile ambacho Mungu amekusudia. Sio kubweteka na kukaa itakuja, no. Ni lazima usimame kwenye haki ambayo umekusudia ili upate kuona baraka za Mungu kwenye maisha yako. Biblia hiyo tena inasema kwamba Mungu ameandaa meza mbele na machoni pa watesi wetu. Unaona, meza ni baraka. Kuna meza ya amani yako, kuna meza ya furaha yako,
kuna meza ya ushindi wako, lakini iko katikati ya maadui. Iko katikati ya maadui. Iko katikati ya maadui. Kwa hiyo lazima uwe na mtazamo mzuri ili kutengeneza picha ya kukusaidia kusimama, ili upate kuona matokeo ambayo ndani yake yana udhihirisho wa zile baraka za Mungu ambazo Mungu amekusudia. Mpenzi msikilizaji wangu, meza ya amani yako, baraka zako, furaha yako inahitaji kusimama na kushindana. Inahitaji kushindana na kusimama. Vyote vile viko ndani ya ahadi ya Mungu. Mungu anamwambia Israeli, ile nchi imejawa maziwa na asali. Wewe unajua palipo na asali pana nyuki. Pana nyuki. Sasa haupati kirahisi. Acha kutumainishwa kirahisi. Ni lazima usimame kwa ajili ya kupigania hatima yako, familia yako, nyumba yako, kazi yako na maisha yako. Kwa dakika hizi chache tupate mapumziko. Cha kumshauri mpenzi msikilizaji wangu ni kwamba mfungwa anapokuwa gerezani anahitaji msaada kutoka nje ili kumsaidia. Ni kama mtu amefungiwa kwa nje. Hawezi akanyanyua mkono akavuka akatoa ukuta, anahitaji msaada. Mungu ametuinua kwenye kizazi hichi. Ndio maana unasikiliza shuhuda za watu ambao wamekaa kwa miaka 14. Lengo kubwa, kama kuna mwenye nguvu, manake yupo Yesu mwenye nguvu zaidi, kuweza kumsaidia mtu na kuweza kumfungua mtu. Njooni pale Nyakato IRC ili maisha yako yapate kutembea katika uhuru. Hakuna mwenye nguvu yoyote ambaye tumemuona anashindikana. Yupo mwenye nguvu zaidi ya mwenye nguvu unayemuona. Inawezekana mwenye nguvu amekalia uchumi wako, amekalia biashara yako, amekalia afya yako, amekalia haki yako. Yupo Yesu Kristo anayedhihirika katika madhabahu hile kwa lengo la kukusaidia na kutoka katika matatizo ambayo umekaa nayo kwa muda mrefu. Tumeona Mungu akiwasaidia watu, na zamu hii naomba iwe yako kusaidiwa na Mungu, kwa sababu hana upendeleo. Fika katika ibada zetu zinazoanza saa 3:30 ili upate kuona waziwazi Mungu anavyofanya kazi na Mungu anavyojidhihirisha kupitia neno, lakini katika nguvu zake pia. Karibu sana kuanzia saa 3 ili tushirikiane. Tumeanza somo hili, ni sehemu ya kwanza tu ya mwenye nguvu, lakini utapata kumjua alivyo, kwamba huyu ni mwenye nguvu, yuko hivi. Usipojua zile tabia zake, ni rahisi sana kuweza kuingia kwenye 18 ama ukaridhika na maisha ambayo Mungu hataki usumbuke. Nipende kutumia nafasi hii kukuombea ili kusudi Mungu akubariki na kuandae kwa ajili ya kesho. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya neema yako ya pekee uliyomjalia mpenzi msikilizaji wangu kwa muda huu, karibu dakika 30 kusikiliza na kupokea kile ambacho neno lako linasema. Najua ndani ya neno lako kuna uzima, na najua ndani ya uzima huo ni nuru, na najua hiyo nuru yang'aa wala giza haliwezi. Asante kwa sababu amepokea neno lako ndani ya moyo wake, na neno lako linaanza kumuinua na kumsimamisha tena kwa upya, ili apate kusikia na kusimama katika makusudi yako na katika kile ulichokusudia. Israeli uliwaahidi nchi ya ahadi, lakini ilibidi wapambane na washindane. Ilibidi wapambane na kushindana ili wapate kufika kwenye ile nchi, ukisimama pamoja nao katika uaminifu wako. Nami naomba Baba ukamtie nguvu huyo mama, huyo baba, huyo kijana kwa ajili ya changamoto hiyo, lakini pia mpe neema ya kukutana na sisi tena ili jina lako lipate kusimama katikati yao. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Amani iwe nanyi. Amen.